akagawa kichapo alafu akarudi polini. Inachekesha na inafurahisha. Urithi wetu tuachie wanetu. Msimulizi wako Edwin the Lighter. Asante. Trualizi Nature. Bwana, nimerudi tena. Tumetoka kuangalia Tourism Nature, tumemtazama nyegere, umemjua nyegere nje ndani, umemjua nyegere ni mnyama wa aina gani, nyegere anafanya nini. Nafikiri una enjoy na utaendelea kuenjoy. Hii ndio Baba Bora, na Baba Bora mwenyewe ni Chepe MCs, nipo kwenye show. Wewe ambao ndo unakuja sasa hivi, mgeni wangu hapa ni Epi Mbuya, business woman na gospel singer. Karibu tena kwenye show. Mimi waga nawakaribishaga. Asante sana. Tunarudi. Tuongelee hiki kitu, tunasema vijana wengi wa Kitanzania, kwa maoni yangu mimi naona wengi wanashindwa kuenda mahusiano yao na kuwa mbaba bora, kwa sababu wengi wanahitaji sasa hivi kulelewa. Ili swala unalionaje wewe? Mimi naona uvivu, vijana ni wavivu, wengi hawataki kufanya kazi. Yaani yeye anataka maisha ya shortcut. Yaani kijana wa leo ameshindwa kulelewa, basi atatafuta maisha ya shortcut. Mwingine atakuwa jambazi, mwingine atajiingiza kama sio watu ambao tuko kwenye gospel. Kuna mambo mengi, mwingine anajiingiza kwenye biashara za kishirikina za ajabu, ili mradi tu apate maisha mazuri, shortcut. Na hayo ndio yanayosababisha watu kuja kuata na hizi biashara za ushoga, kwa sababu wanaamini kupitia huko wanapata, na sio wanaamini, hivyo ndivyo ilivyo. Wanapewa hela, wakishaharibika wanaachwa hapo. Kwa hiyo hali inazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo mababa bora wanazidi kupotea kwa sababu vijana wengi wanakuwa wavivu. Lakini mimi nikukazia hapo, nyewe mna makampuni au nyewe ndo hamuajiri hawa vijana mkawapa kazi? Hapana, unajua pia malezi. Kwa sababu hebu niambie, kijana ameshakuwa shoga, unamwajirije kwenye kampuni yako? Kijana amekuwa shoga na mwajirije kwenye kampuni yako? Sasa mimi ninavyoona, labda wewe unahisi tufanyeje ili hata hawa vijana wasiingie kwenye huo ushoga? Msingi unaanzia kwa baba. Baba anapokuwa, unajua mtoto anaenda kuenda na malezi. Vile kuna msemo wanasema, samaki unamkunja ngali mbichi. Sasa umemleleaje ule mtoto? Unajua sasa hivi kuna malezi ambayo sio mazuri kabisa. Yaani mtoto akikoa anataka kitu fulani ameshapelekewa. Mtoto anakuwa yani amefika yuko standard 7 ni nyama lizembezembe. Alifundishwa hata kufanya kazi nyumbani kwake. Yaani ameshazoea kuna house girl, kuna house boy. Niambie, malezi ya namna hiyo unamtengenezea mtoto mazingira ambayo baadaye unafikiri unampenda, lakini mazingira yake ya baadaye ndo anakuja kuwa na hizo hali. Kwa sababu maisha yanabadilika. We baba ambao umeshindwa kuwa bora sasa hivi, kadri umri unavyozidi kukua, ile nguvu ya kufanya kazi inapungua na uwezo uliokuwa nao unaisha. Yule kijana ambao umemlea kizembezembe, anapokuja kuwa mkubwa sasa awe baba bora, anakuwa alishaharibu ile foundation ya chini. Na ndio maana tunasema kwamba zile nursery school, yani ukitaka kumlea mtoto vizuri, unaanza ile chini. Wanapokuwa na nursery school zile nzuri, wanapofundishwa vizuri, ndio mtoto anaenda kuwa na maadili, anakuwa vizuri, na wewe mwenyewe unavyoenda kumlea anakuwa mzuri. Kwa hiyo tatizo linaanza kwa sisi wazazi. Ili tuweze kuwa hichi kizazi cha mababa wasiokuwa bora, tunatakiwa sisi tuanze kuwa bora, tujirekebishe. Mimi kwamba nyuma ya mwanaume baba bora kuna mama bora. Ni kweli kabisa, nyuma ya baba bora lazima kuwe na mama bora. Unajua kuna kitu kimoja ni kigumu sana. Mama akishakuwa kichomi, uwe na uhakika huyo baba hawezi kuwa bora, kwa sababu anakuwa under frustration. Akishakuwa under frustration, maana yake hawezi kufanya majukumu yake ipasavyo. Na hii pia imekuwa inapelekea asilimia kubwa ya wanaume kupunguza uwezo wa kuishi maisha muda mrefu. Kwa hiyo ni muhimu sana, hizi hali zinaenda kwa balance. Upande wa wanawake tunatakiwa kuwa mama bora, na mama bora wanajengwa na hekima. Yaani ndoa siku zote inahitaji mmoja akubali kuwa chini.
Mmoja akubali kukaa chini ya mwenzake hata kama amemkosea. Haikubali kupokea madhaifu ya wengine. Lakini kama wote mnataka kuwa vijogoo, huyo baba bora au mama bora kwenye familia hauwezi kuwaona. Lazima mmoja awe na uwezo wa kumfunika mwingine madhaifu yake. Wewe unatazama kupitia Star TV, nipo na Happy Mbuya na kukumbusha Chep MC ndo mimi mwenyewe baba bora. Sasa hivi tunakwenda kutafakari. Tunakwenda kumtafakari nani? Tunakwenda kumtafakari Asha Rose Migilo. Tafakari leo. Tutafakari wewe na mimi. Tumetoka kumtafakari Asha Rose Migilo. Huyu ni mwanamke wa Tanzania ambaye amefanya makubwa kwenye nchi hii. Hivi wewe unaweza kuwa unamjua Asha Rose Migilo dada? Namfahamu sana, ni mwanamke wa kwanza kuthubutu kuchukua tiketi ya kugombea urais Tanzania. Unajua mwanamke anayeweza kufanya hivyo inaonyesha ni namna gani ana confidence, anajiamini, ana uthubutu. Ameweza kufanya mambo mengi makubwa ambayo hata kama hayupo bado Tanzania tutaendelea kumkumbuka na dunia itamkumbuka. Mwanamke ambaye amefanya mambo makubwa sana. Ametuwakilisha duniani, si ndio? Ametuwakilisha duniani. Binafsi ninampenda na napenda kuchukua nyayo zake. Mama bora Asha Rose Migilo, shout kwako popote ulipo. Hii ni baba bora na tunaendelea kutengeneza mababa bora, na wewe kama balozi wetu tuliokuwa kwenye kipindi chetu leo tukakuzungumzia kwenye tafakari, endelea kututengenezea mababa bora na mababa bora wengine zaidi na zaidi. Happy Mbuya, tunakwenda kumalizia show madam. Sasa hivi una kitu gani sasa ambacho unaweza ukawaachia hawa vijana waliokaa kwenye TV wanaofuatilia kipindi cha baba bora? Kitu gani unafikiria ambacho wewe kwenye moyo wako unasema hiki nikikisema leo kitaokoa maelfu ya vijana Tanzania na tutapata mababa bora zaidi na zaidi? Vijana wote ambao mnanisikiliza, ambao mnatarajia kuwa mababa bora mbele, ninawashauri mfanye mambo matatu ya msingi ya muhimu sana. Jambo la kwanza, hakikisha wewe kijana unakuwa ni mpambanaji. Tafuta kazi ya kufanya hata kama ni ya mtaji mdogo. Umesoma, una degree, umekosa kazi ile tu kwa sababu unataka uajiriwe unakaa nyumbani, hapana. Jitahidi fanya kitu chochote angalau wewe unaingiza kipato. Neema huo inatokea mbele kwa mbele. Kwa mtu wa kuthubutu kufanya, usiwe mtu ambaye ni muoga. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kwa mtu mwenye maadili. Wewe kijana unakaa nyumbani, uendi hata kanisani. Jumapili imefika uendi ibadani. Ni Muislamu uendi msikitini. Una ibada ya maombi. Haya, umekaa hapo. Una shetani, una Yesu, una chochote kwenye maisha ya dunia hii, unaendaje? Sijakwambia uende kwa shetani. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Njia iliyo salama, mfuate Yesu. Nenda kwa Mungu, nenda ibadani, nawe pia itakusaidia. Ndio maana wenzetu Waislamu wale unaona kabisa huwa hawafanyi mchezo na muda wa ibada. Hayo hata kwenye ibada yuko kwenye biashara yake, atafunga, ataenda, anajua nini maana yake. Lakini jambo la tatu, hakikisha wewe kijana unakuwa na hekima na heshima. Ukishakuwa na hekima na heshima, kuwa na uhakika mtu atasema kuna kijana pale ana heshima, yule namhitaji kwenye ofisi yangu. Yule jamaa ni mwaminifu. Ukishakuwa na hekima utakuwa mwaminifu, utakuwa na heshima. Kwa hiyo inamaanisha watakutafuta tu. Hauwezi ukakaa katika hali ambayo haitakupendeza ama kuja kushindwa kuwa baba bora. Tunaendelea hapo hapo. Hatuwezi kumsahau yule aliyetufanya sisi tukakujua wewe Happy Mbuya kuwa mama bora, yule baba bora sasa alokufanya wewe leo umekaa hapa unaongea kuhusu mababa bora. Naye baba bora unamwambia nini nyumbani kule, kwa sababu unataka umpe hata shout? Baba bora wangu Eric Limo nampa big up sana. Tumekaa kwenye ndoa sasa hizi ni zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo ukikaa kwenye ndoa wa muda mrefu namna hiyo, maana yake mmeshaweza kuwa baba bora na mama bora, si ndio? Kwa hiyo ninafurahi kuwa naye kwa sababu tunashirikiana, tunafanya kazi vizuri, tunaishi, watoto wanakuwa, tunaendelea. Kwa hiyo mimi nampa big up na ninamshauri tu awe msaada kwa vijana wengine ili na wenyewe waweze kuwa baba bora kama yeye.
Asante. Eric Limo, mama anasema uwe msaada kwa mababa bora wengine. Yeye anakupa big up sana. Anasema ni more than 10 years mpo kwenye ndoa na mmetengeneza kizazi kilichokuwa bora. Lakini all in all napenda kusema kwamba bila wewe Limo kuwa baba bora, tusingempata mama bora kumleta kwenye kipindi na kuweza kuzungumza naye. Kwa hiyo ongera kwako brother, na ongera pia kwa mama bora Epi Mbuya tuliokuwa naye kwenye show. Lakini pia Epi Mbuya, ka anniversary mnataka kufanya kama miaka mingapi ka anniversary? Tafanya ka miaka 10 nafikiri mwaka huu. Bwana usitusahau sisi baba bora, mimi na timu yangu huko nyuma. Tunaacha vipi sasa? Inabidi tuwaelimishe zaidi, watoke mababa bora na mama bora wengi zaidi kanda ya Ziwa pia. Bwana umemsikia Epi Mbuya, madamu wetu hapa, gospel singer na business woman Luxury hapa, ametoka kutuambia vitu vingi sana. Tumejifunza vitu vingi kutoka kwake. Yeye kama mwanamke mama bora anakuambia kuna baba bora, na amekwambia kwamba nyuma baba bora lazima awepo mama bora mwenye misingi imara ambaye anaweza kumtengeneza yule baba akawa bora zaidi. Lakini mama akiwa wakurukaruka, wakurupukia huku kule, atamtia frustration mzee, alafu mwisho wa siku tutaona kama mzee sio baba bora. Kumbe misingi kaiua mwanamke. Kwa hiyo nyinyi wanawake wenzie na madam Epi Mbuya, nataka niwaambie kitu moja. Mkichukua aliyoongea Epi Mbuya hapa kwenye kipindi changu cha baba bora, mtapata vitu vingi, mtapata thawabu mbinguni, kwa sababu ameweza kuwaelekeza kwamba nyuma ya baba bora lazima awepo mwanamke aliyekuwa imara na bora, ambaye anaweza kumlea huyu mwanaume na mwanaume kwenye jamii yake akaonekana bora. Sio wewe unamuona mwanaume wako anakuwa sleki analegea na nini, alafu wewe unachukua maamuzi ya kuachana naye, au kwamba huyu mwanaume anakunywa sana pombe amenishinda. That's why hujui ana nini, hujui anapitia wakati gani. Wakati wewe unatakiwa umshauri ili arudi kwenye mstari, aendelee kuwa baba bora. Hayo ndio alotuachia Epi Mbuya. Chep MC, nipo na madam Epi Mbuya, nyuma kamera yuko Bestoni Mbaka, Bestoni Masharubu aka Red Anchor. Tutaonana tena next time kwenye show inayofuata, na tutaendelea kujifunza mengi na mengi. I'm out.